Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa mwema kwetu, na hatimaye katika siku ya leo tumekutana katika ibada ya pamoja na marafiki. Jina lake na litukuzwe. Huko nilikotoka wamewasalimu sana. Asanteni kwa ajili ya uimbaji, huduma ya uimbaji. Mungu awabariki sana. Furahini Sayuni, Bwana awabariki sana. Lakini na pasta kwa kutuongoza katika sala, Mungu akubariki sana. Basi ninawakaribisha tena katika mchana wa leo, na tutakuwa na tafakari ambayo natamani tuweze kujifunza juu ya siri ya maisha yenye furaha. Siri ya maisha yenye nini? Yenye furaha. Hebu fumba macho yako tuweze kuomba. Baba yetu na rafiki yetu mtakatifu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya wakati huu. Tunakuomba Roho wako Mtakatifu anayejua kufundisha, anayejua kuelekeza watoto wako katika kweli yote, akawe pamoja nasi. Zaidi sana katika ibada hii tunahitaji kukuona wewe. Kanitumie upendavyo kwa jina Yesu Kristo. Amen. Siri ya maisha yenye furaha ni nini? Siri ya maisha yenye furaha ni nini? Watu wengi katikati ya dunia hii wanatafuta furaha kwa kupitia vyanzo mbalimbali. Wengine wanatafuta furaha kwa kupitia mali. Wengine wanatafuta furaha kwa kupitia umaarufu. Wengine wanatafuta furaha kwa kupitia starehe. Wengine wanatafuta furaha kwa kupitia mafanikio. Lakini furaha ya kweli haijawahi kupatikana kwa vitu vinavyopita. Furaha ya kweli na ya kudumu inapatikana ndani ya Yesu peke yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Furaha ya kweli inapatikana katika Kristo peke yake. Ndani ya Biblia wako wengi ambao walijitahidi kutafuta furaha katikati ya vitu vinavyopita. Yuko mwanaume mmoja anaitwa Suleiman. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 4 na ile aya ya 22 na 23, natamani uweze kusoma hizo aya, au kama yuko msomaji anaweza kunisaidia kunisomea hizo aya. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 4 aya ya 22 na 23. Suleiman aliweza kutafuta furaha katikati ya vitu vinavyopita. Katikati ya vitu vinavyopita. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 4 aya 22 na 23, kama yuko msomaji. Wafalme wa kwanza 4:22 na 23 imeandikwa. Ndio. Na vyakula vya Sulemani vya siku moja vilikuwa kori. Anasema aliweza kujitafutia furaha katikati ya vyakula. Angalia msosi wa Sulemani wa siku moja. Narudia, na vyakula vya Sulemani vya siku moja vilikuwa kori 30 za unga mzuri. Ndio. Na kori 60 za ngano. Sawa. 23. Na ng'ombe 10 walionona. Ng'ombe 10 walionona. Na ng'ombe 20 za malisho. Ng'ombe 20 za malisho. Na kondoo 100. Na kondoo 100. Pamoja na ayala na paa. Pamoja na wanyama pori. Na kulungu na kuku walionona. Na kuku wa kila namna. Ajabu na kweli, hata kama hivi vyakula vikipikwa vizuri kiasi gani, utamu wake unaishaga kwenye ulimi tu, lakini tumboni hakuna chochote. Furaha ya kweli haipatikani kwenye chakula. Hakuishia hapo, akasema ngoja niende nikajitafutie furaha kwenye mashamba. Akalima mashamba huku na kule, akatengeneza bustani za juu na za chini, ili tu walau aweze kujipatia furaha katika maisha yake. Kitabu cha Mhubiri
kinathibitisha hayo. Kitabu cha Mhubiri ile sura ya 2 aya ya 4 na ya 6. Sikiliza Biblia inavyosema hapo, msomaji wangu. Mhubiri sura ya 2 aya ya 4 na ya 6. Mhubiri 2:4 na 6 anasemaje? Anasema nikajifanyizia kazi zilizo kubwa. Anasema alijifanyizia kazi zilizo kubwa. Nikajijengea nyumba. Akajijengea nyumba. Nikajipandia mashamba ya mizabibu. Akajipandia mashamba ya mizabibu. 5 na ya 6. Nikajifanyizia bustani na viunga. Anasema akajifanyizia bustani na viunga vyake, na kuipanda humo miti yenye matunda ya kila namna. Akaipanda matunda ya kila namna. Yani nyumba alipokuwa amejenga ni sawa na leo asema kwa sababu nataka nijenge, ngoja walau nitengeneze matunda, niweke matunda ya parachichi. Yani asema lengo tu ni kwamba aweze kupata furaha. Akajitengenezea na bustani ambazo kwa kupitia hizo akizitizama basi moyo wake uweze kufurahi. Lengo tu anatafuta aweze kukamilisha ile kiu ya furaha katika maisha yake. Mstari wa 6. Aya 6. Nikajifanyizia birika za maji. Akatengeneza na birika za maji. Na kunyweshea mwitu mliopandwa miti michanga. Anasema alitengeneza na bustani. Hakuna jipya katikati ya maisha haya. Anasema alitengeneza na akatengeneza na mabirika. Kwa lugha nyingine miti wala alikuwa haina haja ya kubeba ndoo. Miti tu anafungulia inaendelea kukua. Anasema lengo kubwa ili aweze kujitafutia furaha. Ni sawa na wewe ambaye unaweza ukaamka asubuhi, anasema leo nataka, moyo wangu natamani kufanya kitu fulani, lakini baada ya kufanya hivyo unashangaa bado kiu ya kukamilishwa furaha kwako iko pale pale. Aya 8 Suleimani anaendelea kusema alivyoendelea kujitafutia furaha. Aya 8 Biblia inasemaje? 8 Tena nikajikusanyia fedha na dhahabu. Akatafuta fedha na dhahabu na tunu za kifalme na za kutoka katika majimbo. Akatafuta na tunu, nishani alizokuwa akipewa watu walizokuwa kimtunuku ili tu aweze kupata furaha. Nikajipatia waimbaji. Anasema akajipatia na waimbaji, waume kwa wake, na wale ambao wanadamu wanawatunuku kwa sababu wameimba vizuri katikati ya matamasha. Walikuwa wako kwenye jumba lake, lengo tu aweze kujipatia furaha. Nataka niwakumbushe waimbaji, hata katikati ya uimbaji unaweza ukaba ngoja niende nikapoteze mawazo. Kuna wengine wanasema ngoja nijiunge na kwaya ili nikapoteze nini? Mawazo. Suleiman naye alimkuta, lakini furaha ya kweli haijawahi kuwepo katikati ya vitu vinavyopita. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Akajipatia waimbaji. Hivi umemaliza hiyo aya 8? Anasemaje? Masuria wengi sana. Akajitafutia na masuria wengi kweli kweli, lakini furaha haijawahi kupatikana. Aya 3 ukisoma hiyo sura ya 2 aya 3 anasemaje? Anasema ngoja niende kwenye ulevi, huenda kupitia ulevi niweze kuusuuza moyo wangu ili furaha tu iweze kupatikana. Anasemaje? Aya 3 anasema mstari wa 1. Aya 3 sura ya 2 aya 3. 3 Ndio. Moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kuburudisha mwili kwa mvinyo. Nikapeleleza namna ya kuburudisha mwili kwa mvinyo. Na moyo wangu kali ukiniongoza kwa hekima. Ukaniongoza kwa hekima. Jinsi ya kushikana na upumbavu. Jinsi ya kushikana na upumbavu. Hata niyaone yaliyo mema. Ya kuwafaa wanadamu.
ili wafanye hayo chini ya mbingu siku zote za maisha yao. Siku zote za maisha yao waweze kuyafanya. Wapendwa, hakuna jambo lolote katika Biblia ambalo halijafunuliwa. Siri ya kweli haipatikani kwa chakula. Siri ya kweli haipatikani kwa kumiliki vitu. Siri ya kweli haipatikani kwa kumiliki fedha. Siri ya kweli haijawahi kupatikana kwa kuwa na watumwa na wajakazi. Siri ya kweli haijawahi kupatikana katikati ya pombe. Siri ya furaha ya kweli haijawahi kupatikana kwenye nyimbo nzuri. Wakati wanasema ngoja nilale, nifungulie nyimbo ambazo kupitia hizo zinaweza zikanifanya nilale, lakini furaha ya kweli haijawahi kupatikana, wala furaha ya kweli haijawahi kupatikana kwenye uzinzi. Wafalme wa kwanza ile sura ya 11, muangalie huyu bwana jinsi alivyoweza kujitafutia furaha. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 11 na aya ya 2. Naweza tukaanza na ile aya ya kwanza hadi aya ya 3. Biblia inasemaje? Imeandikwa, ndio, Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi. Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi walio wageni, pamoja na binti yake Farao, pamoja na mabinti wa kifalme, na wanawake wa Moabi, wanawake wa Moabi, na wa Amon, na wa Amoni, na wa Edom, na wa Edomi, na wa Sidoni, na wa Sidoni, na wa Hiti, na wa Hiti mbili, na mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, ambao wana wa Israeli waliambiwa na Bwana siingie kwao, wala wasioane nao, wala wasingie kwenu, wala wasiweze kuoa kwenu. Kwa kuwa kwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao, ili muweze kumwabudu shetani. Musioane nao, akawapenda. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Tena akawapenda. Aya 3. Akawa wanawake 770. Akawa na wanawake 700 binti za kifalme, na masuria 300. Na masuria concubine, yani wale mahawala 300 akawa nao, na wakeze wakamgeuza moyo. Lakini cha ajabu wakamgeuza nini? Wakamgeuza nini? Moyo. Wakamgeuza moyo. Siri ya kweli ya furaha iko kwenye nini? Wapendwa, nachotaka niwaambie, hata Yesu katikati ya maisha ya hapa duniani, moja ya kitu alichokuwa anatamani watumishi wake, wafuasi wake waweze kuwa nacho ni furaha. Haleluya. Kitabu cha Yohana ile sura 15 na ile aya ya 11, Yesu mwenyewe anazungumza hayo. Tuweze kuzitizama siri za maisha yenye furaha ni zipi? Ni zipi? Imeandikwa. Imeandikwaje? Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu. Nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu, na furaha yenu itimizwe. Na furaha yenu iweze kutimizwa. Yesu anaendelea kutukumbusha ya kwamba furaha ya mwanadamu haiwezi kukamilika mpaka pale ambapo yeye mwenyewe amekwisha kuungana na mwanadamu. Ndipo anaweza kufurahi, ndipo anaweza kuwa na kiasi, ndipo anaweza kuridhika. Hawezi kuridhika mpaka yeye mwenyewe awepo katikati ya maisha ya mwanadamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu kwa asili hawezi kuridhika. Anasema furaha ili iweze kukamilika, ili iweze kutimilika, mpaka pale furaha yangu, mapenzi yangu yatakapokuwa yamekwisha kuambatana na wewe popote utakapokwenda, ndipo furaha yako inaweza kutimizwa. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Natamani nizungumze siri tatu tu kutokana na muda tulionao. Siri tatu tu. Siri ya kwanza ya maisha yenye furaha
mawazo yako yawe juu ya Mungu nyakati zote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Siri ya kwanza ya maisha yenye furaha haipatikani kwa vitu vinavyopita. Inapatikana mawazo yako yajengwe juu ya Mungu peke yake. Kitabu cha Isaya sura ya 26, Biblia inatukumbusha wenye furaha ya kweli ni wale ambao mawazo yao, akili zao zimekwisha kutekwa juu ya yeye, hakuna kitu kingine. Kitabu cha Isaya 26 na ile aya ya 3, Biblia inatuambiaje? Imeandikwa, ndio, utamlinda yeye ambaye moyo wake umetegemea. Hebu anza kusoma tena. Isaya 26 mstari wa 3. Anasemaje? Utamlinda yeye ambaye moyo wake umetegemea katika amani kamilifu. Ngoja na mimi nisome vizuri hapo. Isaya, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Furaha ya kweli haitokani na vitu, inatokana na uwepo wa Mungu kwa maisha ya mwanadamu. Na ndio maana Mungu anatoa ahadi ya kwamba atamlinda yeye ambaye yuko tayari kumtegemea, ambaye kwa kupitia yeye hatakuwa na tumaini lolote isipokuwa tumaini lake litakuwa kwa Mungu peke yake. Haleluya. Nacho kisa cha bwana mmoja ambaye unajua, ngoja niwaambie, shetani si kana kwamba atoi furaha. Anatoa furaha, lakini hiyo furaha ni ya muda mfupi. Anatoa furaha huenda ni ya mwaka mmoja au ya miaka mingapi, miwili, na baada ya hapo anatengeneza majonzi katikati ya maisha hayo. Si kana kwamba shetani naye hatoi furaha, anatoa. Huyu kijana alikuja kwangu huku analia, "Pastor, nifanyeje? Maana ni kweli nilijiingiza katika maagano ya siri, lakini haya maagano ni kweli yalinipatia mafanikio, na kwa kweli yana mafanikio, hakuna ambaye hamfahamu mahali hapo nilipo." Lakini kumbe katikati ya furaha aliyopewa alikuwa amehesabiwa, na baada ya kuhesabiwa hana chochote. Amejitahidi kwenda huku na kule, lakini amekosa furaha, amekosa furaha kabisa. Anasema, "Mchungaji, nipo hapa tu, naomba uweze kunisaidia, nifanyeje ili niweze kuwa na furaha?" Ukimwangalia mke, ukiangalia watoto, ukiangalia familia jinsi inavyomwangalia, kwa kweli unakuja kutambua wanaomtegemea Mungu kweli kweli, nataka kuambia mna bahati. Haleluya. Wengine huwa waelewi. Wakati fulani nasema hata kama ikiwa ni mafanikio, nenda taratibu taratibu. Kitabu cha Mithali kinasema mafanikio taratibu taratibu huwa yanadumu, lakini ya haraka huwa yanafanyaje? Yanapotea. Lakini namshukuru Mungu, huyu kijana mwisho wa siku akaamua kuyatoa maisha yake kwa Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yale mazengwe aliyokuwa anaendelea kuyaona, zile hali alizokuwa anaendelea kuzipitia, hakuziona tena kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza, na hayo mengine utafanyaje? Tafuta ufalme wa Mungu nini jamani? Na hayo mengine utafanyaje? Mawazo yakiwa juu ya Mungu, furaha ya kweli lazima iwepo. Jamani, haleluya. Furaha ya kweli lazima iwepo. Lakini siri ya pili ni utii kwa sheria za Mungu. Utii kwa sheria za nani? Kwa sheria za Mungu. Kitabu cha Isaya 48 na ile aya
ya 18. Wapendwa, katikati ya maisha haya dereva kama anaendesha gari hajui anapokwenda, sijui kama hiyo safari inaweza ikafika salama. Ndivyo ilivyo na maisha ya mwanadamu. Bila kufuata Biblia takatifu, bila kufuata maelekezo ambayo yako katika Biblia, maisha yanageuka kuwa sehemu ya maangamizi. Maisha yanageuka kuwa sehemu ya majuto. Ni kwa sababu mwanadamu amepoteza dira katikati ya maisha yake. Kitabu cha Isaya 48 na ile aya 18, Biblia inasemaje? Imeandikwa, ndio, laiti ungalisikiliza amri zangu, laiti ungalisikiliza amri zangu, ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji. Laiti ungasikiliza amri zangu, ndipo furaha na amani zingelipandwa katikati ya maisha yako. Na haki yako kama mawimbi ya bahari. Ndiyo. Mwisho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya kufuata maagizo yake iko furaha ya kweli. Haleluya. Iko furaha ya kweli. Huwezi kupata furaha mahali ambapo unajua katikati ya maisha yako uko kinyume na amri zake. Huwezi kupata furaha ya kweli. Hivi unajisikiaje furaha kabisa? Unajua kabisa hapa, hata wakati fulani upo kwenye ndoa, unajua kabisa ulisha hapa, huyu ndiye utakaye kuwa naye mpaka mauti itakapokutenganisha, lakini siku moja ukakengeuka. Unaanzaje kupata amani ya moyo wako? Utii huleta amani ya dhamiri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini na baraka za Mungu zinakuwepo ndani ya wale ambao wamekubali kufuata sheria yake. Kitabu cha Zaburi ya 119 na ile aya ya 165, Biblia takatifu inatuambiaje? 119, 165, Biblia takatifu inasemaje? Aya 165 imeandikwa, ndio, wana amani nyingi wapendao sheria yako. Wana amani nyingi wapendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Wala hawana la kuwakwaza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wana amani nyingi wanaoipenda sheria yake. Kwa sababu gani? Hawana la kuwakwaza. Ukitaka kuwa na amani, tii sheria za Mungu. Ukitaka kuwa na amani, baki katika mapenzi yake. Ukitaka kuwa na furaha, usiwe msikiaji tu, uwe mtendaji wa neno. Haleluya. Kitabu cha Yakobo kinatukumbusha hayo. Kitabu cha Yakobo ile sura ya 1 na ile aya ya 25, Biblia takatifu inasemaje? Yakobo 1:25, marafiki zangu, anasemaje? Ndikwa, imeandikwaje? Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru, lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru, na kukaa humo katika sheria ya uhuru, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi. Huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wala asiwe msahaulifu katikati ya sheria, katikati ya amri zake, katikati ya maagizo yake. Huyo anayo heri. Kwa sababu gani? Amani ya Bwana itakuwepo ndani ya maisha yake. Haleluya. Tii kwa sheria za Mungu, furaha ya kweli itakuwepo. Na wala amri zake wala sio nzito. Zinaonekana nzito kwa sababu umekubali kuzibeba wewe, wala sio Kristo yuko ndani yako. Maana akiwa ndani yako atakusaidia. Utayaweza yote katika yeye anayekutia nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
hazijawahi kuwa nzito hizi sheria za Bwana. Lakini wenye furaha, siri ya mwisho, wenye furaha katika asubuhi ya leo ni wale wenye tumaini la kuja kwa Yesu mara ya pili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikisoma kisa asubuhi ya leo cha bwana mmoja anaitwa Armando katika nchi ya Marekani. Huyu bwana Armando, baada ya kumpokea Yesu na baada ya kuonekana akiwa na misimamo thabiti na kuitetea imani yake mahali ambapo hata haruhusiwi kuonekana kushikilia imani yake, huyu bwana Armando ikamlazimu aweze kwenda kule gerezani. Na baada ya kufika gerezani, maisha yakaendelea. Akakutana na binti moja anaitwa Martha. Huyu Martha wakakubaliana ya kwamba kama Mungu ataruhusu watoke gerezani wakiwa kwenye maisha ya uraiani, wataoana. Na baada ya hapo, wakiwa katikati ya maisha, huyu binti Martha akatenganishwa gereza. Lile gereza lilokuwepo akatengenezwa kutoka maeneo ya Jesi akapelekwa maeneo ya Miami. Lakini maneno waliokuwa wamekwisha kupeana, Mungu ni mwema. Tunaamini siku moja Bwana akiruhusu tutoke katikati ya vifungo hivi, tutafunga ndoa, wala sio mahali pengine. Natamani kuthibitisha ahadi hii mbele ya kanisa. Haleluya. Armando kushikilia ahadi hii na huyu Martha akaendelea kushikilia ahadi hii. Ahadi hii iliendelea kubakia, wakiendelea kukumbuka viapo walivyokuwa wamevipata zaidi ya miaka 30. Miaka 30. Nataka niwaambie watu wenye tumaini katika Kristo na wanaomsubiri Yesu aje mara ya pili, hawawezi kuangalia maisha yanayopita, hawawezi kuangalia misumari ya ibilisi, hawawezi kuangalia vitisho na maisha yanayopita. Wataendelea kushikilia kamba, wataendelea kudumu katikati ya nanga za ukweli wa neno lake, haijalishi mengine yatapita. Nami naomba niwakumbushe, Yesu anakuja hivi karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi hii aliitoa, na aliitoa kabisa, na kweli atakuja tena. Kitabu cha Yohana ile sura ya 14 na ile aya ya kwanza hadi ya 3, Biblia inatukumbusha maneno yafuatayo. Biblia inasemaje? Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Mnamwamini Mungu, mwaminini na Yesu. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Mwa Baba yake yako makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Maana ninakwenda kuandalia mahali. 3. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakwenda na kuandalia mahali. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Atakuja tena atukaribishe kwake. Ili nilipo mimi, ili yeye alipo, jamani, na wewe uwepo. Haleluya. Jamani, Yesu anakuja tena. Haleluya. Lakini kabla hajaja, kwa sasa anafanya kazi na wale walioshikilia tumaini la kuja kwake mara ya pili. Warumi 8 na ile aya 28, Biblia inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wale ambao wameitwa kwa kusudi lake, wale ambao wanajua ataendelea kudumisha tumaini lao hata atakapokuja. Mungu anafanya kazi pamoja na wao. Mungu anaendelea kuwainua, anawainua katikati ya imani, anaendelea kuwasogeza katikati ya majaribu na changamoto wanazopitia, wanajaribu kuwasogeza, anawapatia yaliyo mema. Yaliyo mema sio haya yanayopita, anaendelea kuwakumbusha hata kama sio leo, anakuja kuwapatia maisha ya milele. Haleluya.
Usikate tamaa unapopitia katikati ya changamoto ya ugonjwa. Usikate tamaa unapopitia katikati ya changamoto wakati fulani za changamoto za kifamilia. Usikate tamaa, lipo tumaini, Yesu atakuja tena. Haleluya. Mungu anakuwazia mema, anachotamani endelea kudumisha imani yako kwake. Mungu anakuwazia mema. Yeremia 29 na ile aya ya 11, Mungu anatukumbusha yafuatayo. Yeremia 29 aya ya 11. Msomaji wangu kama umefika. Maana anayajua mawazo ninayowazia ninyi. Anajua mawazo anayokuwazia wewe, asema Bwana. Anayesema ni Bwana. Ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Ni mawazo ya amani wala si mabaya. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Anakupatia tumaini katika siku za mwisho wa maisha yako. Mungu anakuwazia mema, hataki upotee, hataki upotee. Nataka niwakumbushe, Yesu anakuja tena, na atakapokuja atakuja kuwakusanya wale ambao wako katika upande wake, wale ambao wamekubali kuishi katika neno lake. Atawakusanya waliokombolewa, atawaita katika pande zote, hata hapa Msangalale, wale ambao wamekubali kudumu katika neema yake, waliokubali kupata furaha ya kweli, haijalishi misumari inapita katika miili yao, Mungu atawakusanya. Zaburi ya 50 inasema atawatuma malaika zake katika pande zote, nikusanyie watakatifu wangu waliofanya agano pamoja nami, waliokubali kupoteza yote katika dunia ila walikubali kumpata yeye. Anasema kanikusanyie. Atawakusanya walio hai, watabadilishwa. Atawakusanya waliokufa katika Kristo, watafufuliwa. Tumaini linampatia mwanadamu nguvu ya kusonga mbele katikati ya changamoto. Nami mchana wa leo nataka nitoe wito kwa marafiki na kwa watu wote. Huenda ulikuwa hujafahamu siri ya maisha yenye furaha. Siri ya maisha yenye furaha ni kuwa ndani ya Yesu, wala hakuna haja ya kutikisika. Sio uko ndani ya Yesu, lakini bado kamsumari kamoja kaibilisi bado umekapandikiza. Ni sawa na kisa cha rafiki yangu mmoja aliwahi kunisimulia. Bwana mmoja baada ya kuhangaika muda mrefu, maisha yamekuwa magumu, wakiwa wameishi katika nyumba zile za tope, Mungu akawajalia kule mgodini, wakapata fedha, wakaenda kununua nyumba kule mjini. Na baada ya kununua nyumba mjini, mzee wa kanisa, nyumba ikiwa nzuri kabisa. Unajua hizi tiles wakati fulani hata umri ukienda inakuwa changamoto, kwa sababu wamekwisha kupata nyumba nzuri. Huyu mama kila siku mara ameteguka mguu, mara mikono imeenda hivi kwa sababu ya hizi tiles. Sasa huyu mzee akawa amegonga msumari wake pale pembeni. Kwa hiyo wakitoka huko, wala haina haja ya henga wala inja ya nini, makoti yake anaweka pale kwenye kona pale. Maisha yalivyoendelea, mama akamshauri, baba fulani, ni kweli nyumba ni nzuri, ila hatujawahi kuwa na furaha hata siku hii. Ni afadhali tuuze tupate tuka nyumba ka kawaida, kasiko tuletea shida. Baba akimwangalia mke wake akasema ni afadhali tuuze hii nyumba. Akasema masharti ni moja, tunauza nyumba yote ila ule msumari sifanyaje? Siuzi. Msumari siuzi. Basi wateja wakatafutwa, madalali wakatafutwa, bwana kuna nyumba inauzwa. Ikapatikana, na baada ya kupatikana asa bwana hii nyumba naiuza yote, ila humu ndani ambacho siuzi ni kitu hichi. Jamani, kitu kingapi? Msumari wangu, na natamani kuutumia muda wowote. Bwana akajitokeza akasema, kama haya masharti ni yao ya msumari tu mmoja, wala hamna shida. Hamna shida mzee, wewe nyumba tumalizane, halafu mwisho wa siku huu msumari wako utaendelea kuwa wa kwako. Kumbe aelewe kwamba msumari ni chanzo cha kuharibu maisha. Siku moja wakiwa na sherehe za mjini za happy birthday, mzee ametoka huko na kula, anasema alitoka huko akiwa na majasho yake, ametoka huko kapigika,
anasema naenda kwenye msumari wangu. Akabeba makoti yake, akabeba na vitu alivyokuwa amewinda, anasema natamani nikaweke kwenye nini? Kwenye msumari. Wapendwa, maisha ya Ukristo huwezi kuwa na furaha ya kweli kama vyote umeamua kumpatia Yesu, lakini kuna kimoja bado umemwachia Ibilisi. Wengi katikati ya maisha haya, wakati fulani tunaonekana kwa nje sisi ni Wakristo, lakini shetani akikuangalia, wenda anako kamsumari kake ambako anakadai, ambako kupitia hako anaweza kukutumia muda wowote, ambako kupitia hako kameavivisha matumaini, ambako kupitia hapo kameua imani yako. Nataka niwatie moyo marafiki zangu, kama umekwisha kuamua kuyatoa maisha yako kwa Yesu, hata na msumari upeleke kwa Yesu. Haleluya, peleka kwa Yesu. Kuna haja gani ya kuwa kwa Yesu nje, lakini ndani hauna amani, hauna furaha? Yesu mchana wa leo amekwisha kutukumbusha, furaha ya kweli haipatikani kwa vitu vinavyopita. Furaha ya kweli ili iweze kukamilika ndani ya maisha ya mwanadamu ni mpaka pale Yesu atakapoweka makazi ya kweli katikati ya moyo wako. Mchana wa leo, wangapi wanasema ni kweli nimesikia? Nikiangalia katikati ya maisha yangu ninako kamsumari kamoja. Wenda nako kamsumari kawizi, wenda nako kamsumari kauzinzi, ambao kupitia hako ni kweli hata kama ikiwa ninaimba kwaya sina furaha. Ni kweli hata kama ikiwa nina sapoti kazi ya Mungu sina furaha. Ni kweli hata katikati ya kanisa nikipewa majukumu fulani ndani ya kanisa. Na mimi nataka kuambia, kuwepo ndani ya kanisa haina maana ya kwamba utaweza kuwa na furaha. Naweza nikachaguliwa nikaitwa kama mchungaji, naweza nikaitwa kama mzee wa kanisa, kama maisha yangu sijayatoa kikamilifu kwa Yesu, naweza nikaja nikaonekana kwa nje na furaha, lakini kumbe furaha ya kweli bado haijawahi kupatikana. Nataka kuwatia moyo wale ambao wamejitoa kikamilifu kwa Yesu, furaha inakuwepo, hakuna la kuwakwaza. Anasema na mimi natamani Mungu aweze kunisaidia. Nikiangalia maisha yangu, kako kamsumari kamoja ambako kupitia haka nako natamani kukatoa kwa Yesu, ili Yesu aweze kuumbika katika maisha yangu. Kama nawe ni shauku yako, tunapoimba ule wimbo nambari 98, nilikupa wewe damu ya moyoni, wakati huo simama. Usisimame kwa sababu wenzako wamesimama, simama kwa sababu unataka kuwa na furaha ya kweli katika maisha yako. Wenda katikati ya maisha yako ibada uliua, wenda katikati ya maisha yako kujifunza neno la Mungu kulikata. Mchana wa leo unatamani, Bwana naomba unisaidie nami niweze kuwa na furaha ya kweli katikati ndani yako. Simama, nilikupa wewe damu ya moyoni. Wenda katikati ya maisha yako miaka nenda rudi hujawahi kubatizwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato, nawe unatamani kushika amri za Mungu ili ndani yako lisiwepo la kukukwaza, ikiwemo na amri ya Sabato. Nasema wakati wengine wanaimba, hebu wewe kwa ujasiri, lisiwepo la kukukwaza, njoo mahali hapa, kimbia, tembea kwa ujasiri, njoo mahali hapa,
Yesu yuko tayari. Huyu ambaye alitoa kila kitu kwa ajili yako yuko tayari kupokea. Asema nami natamani kubatizwa. Wenda ulipoteza ushirika wako, wenda hapo katikati unaona kwa kweli nilipotea, natamani kufanya mahusiano. Njoo mahali hapa. Wazee wa kanisa mnaweza kuwepo hapo kuwapokea marafiki. Bwana kubariki sana. Wazee wa kanisa pokea. Bwana kubariki sana. Njoo mahali hapa. Sema nami natamani kubatizwa katika kanisa la Waadventista. Njoo mahali hapa. Subiri na beti la 3. Hata nawe tunakusubiri. Bwana kubariki sana rafiki. Nakusubiri rafiki yangu, njoo. Yesu anakuhitaji ili uweze kuwa na furaha ya kweli ndani yako. Bwana kubariki sana rafiki. Beti la 4 tena. Yesu anahitaji kumbe maisha yako. Sana. Mchana tutaendelea na siri ya maisha yenye furaha sehemu ya pili. Ni ipi? Wakati nakwenda kuomba, huenda kuja hapa mbele wakati fulani kunahitaji ujasiri wa hali ya juu. Kama unasema hapana, natamani nami kuwa sehemu ya watakaobatizwa. Lini? Mchungaji atatuambia. Wakati nakwenda kuomba, wewe nyoosha tu mkono wako wa kuume na Mungu wa mbinguni anakwenda kuona. Kila jicho likiwa limefumbwa na uso ukiwa umeinamishwa. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, asante kutufunulia siri hii
ya kwamba hakuna maisha ya kidunia tutakayoweza kujitafutia kwayo tukapata furaha ya kweli. Hata kama ukatupatia fedha za kutosha, hata kama utatupatia kila kitu, lakini kama maisha yetu yatakuwa nje na wewe, ni bure. Tena hivyo vitu ambavyo utaruhusu vipite katika mikono yetu vitakuwa ni chanzo vya kutuchoma katika maisha yetu. Baba yetu na rafiki yetu mwema, kwa wakati huu tena tumetambua ya kwamba kuwa na wewe katika maisha yetu ni siri bora na uamuzi wa thamani kuwahi kufanywa katikati ya maisha haya kuliko siri yoyote. Asante kwa ajili ya marafiki ambao wameyatoa maisha yao kwako. Ahadi yako ni kwamba yeyote ambaye anakuja kwako huwezi kumtupa. Kawapokee marafiki hawa. Wenda katikati ya ombi tunaendelea kuomba, wako marafiki ambao wameendelea kufanya maamuzi kwa ajili ya kuyatoa maisha yao kwako. Baba, naomba kampokee yule kaka, kampokee yule dada, kampokee yule mama, kafanye makao katikati ya maisha yao. Lakini mchana wa leo tumesikia, wenda tuko ndani yako, lakini tunayo misumari ambayo kupitia hiyo imeshindwa kufanya tuweze kuona wewe katika maisha yetu. Baba, hiyo misumari tunaiweka kwako. Tunaomba kafanye makao upya katikati ya maisha yetu. Kaponye magonjwa yetu, kaponye maradhi yetu, katupatie Roho wako Mtakatifu ambaye kwa kupitia huyo atatufanya tuweze kuisikia sauti yako. Neema yako ipitayo neema yote ikadumu pamoja nasi hata ujapo mara ya pili, kwa jina la Yesu Kristo, amen.